Umekaa tu lege lege. Oh, Biblia ni za walokole. Sisi hatusomagi Biblia. Kwanza sisi tuna shajala. Sisi tuna katekisimu. Shindwa na ulegee kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Biblia ni ya Wakristo wa Katoliki. Biblia ni ya Wakatoliki. Uisome, ikae kwenye moyo, izame kwenye moyo, kiasi ambacho ukiwa unatembea namna hii hauimbiimbi vinyimbo vya kidunia. Akitoka mama anafuata baba, pia anafuata nani na kupenda wewe, futa kwa damu ya Yesu. Ukitembea unaimba tu, Bwana ni mchungaji wangu. Unanena na kwa lugha kidogo, kandarabu shakarabaseke. Kwa hata kama wewe ni mama nyumbani, unasonga ugali huku unaimba. Hata kama mume alikuwaga asemagi chakula kitamu, siku hiyo kwa sababu ulisonga ugali kwa kusimamia Mathayo 3:3, siku hiyo mume anasema la 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 la. Amepika nani hichi chakula? Amepika nani? Muda huo mama wa watu unasema Yani mambo yanaenda yakibadilika. Kuna watu mmepoteza hata mvuto kwenye nyumba zenu. Mtu wa Mungu, unasoma Biblia, unaenda kitandani huko unasema mistari ya Biblia. Unaitaja tu Luka 3:3, Zaburi sijui ngapi. Unakaa pale kitandani. Yani mzee akija anasema la 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 la. Ni misi gani huyu? Mbona kama ni misi huyu? Kumbe ni jimama, una miaka 40 na lakini anakuona kama kamisi. Kwa nini? Neno la Bwana. Neno la Bwana. Kuna mabinti mko hamjaolewa, unatembea hata hamna ambaye anakupiga hata proposal. Upo tu miezi 6, hakuna hata aliyeleta proposal. Hilo nalo ni pepo. Lazima aje wa kuleta ndoa hapo katika jina la Yesu. Ukisoma Biblia, watamiminika. Kazi yako utakaa tu kumwambia Roho Mtakatifu, nionyeshe ni nani hapa. Nionyeshe ni nani hapa. Orapa shakarabaseke. Kusoma Biblia ndio jibu la maisha yetu. Si kama tunaelewana watu wa Mungu. Muda huu naenda kuwapa kazi. Mwambie jirani yako tunapewa kazi. Naenda kuwapa kazi ya makundi. Tunakaa na wajukuu zangu, tunasali sala za asubuhi na kusoma neno la Mungu. Na mistari ambayo huwa tunasoma